Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Bizaza Media. Kama ndo mara yako kwanza, basi nikusii usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Najua watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali mengi juu ya haya ambayo yanayoendelea sasa hivi katika mitandao ya kijamii, na wengi wao wamekuwa wakizungumza na kusema ya kwamba kiukweli tunatakiwa kuweza kujifunza kutokana na yale ambayo watu tumekuwa tukiyatenda. Leo hii watu wengi hawakuweza kudhani kama Harmonize angeweza kufika katika sehemu husika. Sasa Maimasa anasema ya kwamba kiukweli Harmonize aliweza kuchukua muda mrefu sana kujitafakari, na akisema kwamba kuna wakati natamani kuweza kusahau kila kitu ambacho kilichoweza kutokea katika maisha yangu, lakini waja bado unakuta mtu anapandikiza sumu juu ya haya ambayo yanayoendelea. Sasa mimi leo hii nataka kusema ya kwamba nimesahau kila kitu kuhusiana na haya ambayo yanayoendelea sasa hivi. Hivyo mimi kama mimi natamani kuweza kuweka sawa kila kitu ambacho kimekuwa kikitokea katika maisha yangu, na watu wengi wamekuwa wakiniattack kwa sababu kuna baadhi ya watu wengi wanaamini kwenye yale ambayo wanaoyaamini wao, ila mimi binafsi natamani kuweza kuona kila kitu kikiwa sawa. Sasa Maimasa anakuambia ya kwamba kuna mambo mengi ambayo ameweza kupitia Harmonize kipindi cha nyuma, na kwa upande wake ameweza kusahau kila kitu na kudili na hiki ambacho kinachoendelea, kwa sababu watu wengi wamekuwa kimuongelea vibaya na kumfanya aweze kujisikia vibaya, jambo ambalo kila mtu hakuweza kufurahikiwa nalo, na wengi wao waliweza kufunguka vingi na kusema ya kwamba kuna kitu kikubwa sana watu wanatakiwa kuweza kujifunza kwenye hili, kwa sababu tumeweza kuona ndugu jamaa na marafiki wote waliweza kumuattack na kumwambia kwamba anatakiwa kuweza kwenda kumuona mtoto wa Zuchu, na kweli aliweza kufika na kila kitu kimekwenda kuwa sawa kama ambavyo inavyosemekana. Harmonize ameamua kusamehe kwenye kila kitu ambacho kilichoweza kutokea katikati yake yeye pamoja na bibie Zuchu, pamoja pia na ndugu yetu ambaye ni na bwana mkubwa Diamond Platnumz kipindi hicho cha nyuma.